hao watu ambao kwa mfano kama upinzani, kwa mfano kama Chadema na viongozi wa Chadema, unajua sababu ya msingi ya wao kutokubaliana na hii tume, uhalisia ni kwamba wao pia ni watu ambao wanahusika. Unajua tukisema watu wanahusika, mimi nadhani watu bado hawajaelewa vizuri. Mimi natamani sana siku nikiwa na muda vizuri nielezee kwa kina sana ile jambo, kwa sababu mimi katika moyo wangu linaniumizaga sana. Walioshirikiana, narudia tena, walioshirikiana kusababisha kile matukio ya Oktoba 29 yatokee. Yaani wale waliochochea, walioanzisha mpaka kitu kikatokea. Sawa, kwa sababu wanajua kabisa kwa mwisho wa siku lazima watu wafe. Waliosababisha ni watu wanatoka katika makundi matatu. Sawa. Kuna watu wa serikali ambao ndio wao pia ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Kuna watu wa Chadema. Sawa. Alafu kuna wanaharakati. Hao wameshirikiana kusababisha matukio ya Oktoba 29 yatokee. Sio kama ni siri, na kuna watu sikisema hivyo naona kama tunawasingizia. Kwa mfano kama Lissu hata kuwa ndani. Lissu inawezekana kabisa kwamba ushahidi wa dhahiri ukakosekana kumtia hatiani. Lakini sio kwamba hahusiki na ile tukio la Oktoba 29. Kwa sababu gani? Kabla tukio halijatokea, sawa, alitoa picha ya mchoro mzima utakavyokuwa, na afu ukaja ukawa kweli. Umeelewa vizuri? Sasa ukitafakari utajua kabisa kwamba alikuwa anajua kitu gani ambacho kinatokea. Alikuwa tayari kashapewa mchoro nini kinatokea baadaye. Umeona? Kwa hiyo hata kesi ambayo kaipata Lissu, kuna watu wanaona kama kaonewa. Sawa. Na mtu anayechukua katika mtazamo wa kuona kama Lissu kaonewa kwa sababu za kisiasa ni sawa kufikiria hivyo, lakini kitu cha kujiuliza cha msingi kabisa, Lissu kwa aliyoyaongea ambayo amempelekea paka akaingia katika ile kesi, aliyapata wapi? Kitu cha kujiuliza. Kwa sababu alitoa mchoro ambao ndio umekuja kutokea kwa kipindi cha uchaguzi. Na ukiangalia chama chake kilikuwa pia kitaki kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo ukiuanisha haya matukio na hiyo mipango, unagundua kwamba watu wamehusika, na ndio ukweli. Sasa Mheshimiwa Rais anabebeshwa jumba bovu kwa sababu mbili. Kwa sababu yeye ndo rais, lakini watu wanaamini kabisa kwamba wakimsingizia yeye ni rais, watu wengi kuamini kwamba yeye ndo kaua watu, lakini kuuhalisia walioua watu na waliosababisha watu kufa, narudia, ni makundi matatu ya watu. Kwanza kuna watu wa serikalini, na mimi tume hii naishauri, sawa, kwamba inapoanza uchunguzi wake iwaite wale mawaziri ambao Makonda aliwataja, ambao walikuwa wanatoa hela kwa wanaharakati kumtukana rais wale kubwa. Lakini waitwe pia viongozi wa Chadema baadhi. Nadhani nikisema hivyo sio lazima niwataje, wanajulikana. Lakini vile vile waitwe wanaharakati, of course hawezi kuja kwa sababu wako nje ya nchi, au wanaharakati wajinga hawezi kuja kwa sababu wako nje ya nchi. Lakini haya makundi mawili ni ya kuhojiwa kwa kina kwamba kwa nini walisababisha vurugu za Oktoba 29. Ni kitu cha msingi sana watu kufahamu. Ni kitu cha msingi kwa sababu mimi siku zote huwa napenda kusimama katika haki, na siku zote ninavyoongeaga hivi kuna watu wanaona kama pengine kama sisi pengine tunachochea au tunaongea kwa kujipendekeza, lakini sisi tunasema kweli kwa sababu mimi nafahamu. Wewe ni shahidi, mimi niliongea kabla, sawa, niliongea kabla tukio lijatokea. Niliongea ukweli wote kwamba kuna watu wamelipwa, na nikasema ukweli, lakini mwisho siku watu wakaonekana naongea tu kwa pakazia watu, lakini baadaye mambo kaja katokea. Na mhusika ambaye alikuwa front kuhakikisha ile jambo linatokea, Polepole ni mmoja wapo, na kwa taarifa nilizonazo Polepole kakimbia. Polepole kuna sehemu kajificha, afa anatendisha kwamba ametekwa. Polepole ni mshenzi sana. Polepole kweli kabisa. Kuna watu ambao Polepole yupo kabisa, kuna nchi kajificha kabisa. Hakuwepo Tanzania na hajawahi kuwepo Tanzania. Polepole yupo, na kwenye tukio la Oktoba 29 anahusika kwa 90%. Kwa hiyo mpaka tukio la Oktoba 29 linafanyika, Polepole alikuwepo nchini. Polepole alikuwepo. Polepole ni miongoni mwa wale makonki wa juu kabisa waliochora mipango ya Oktoba 29. Polepole alikuwepo. Na ndio kwa maana baada ya kuona yametokea alivyotokea, Polepole kajificha. Acha kutendisha kwamba sio kakamatwa, sio nyumba yake, sio damu, yote ni uongo. Na sisi tunajua. Na ni moja ya harakati za kuipaka matope serikali, lakini Polepole yupo. Hakuna sehemu yoyote ambayo sio katekwa, sio kafanyaje, na kuona sababu ya Polepole kutekwa.
Polepole kajificha kwa makusudi, kwa sababu yeye ndo alikuwa mchora ramani mkubwa wa matukio ya Oktoba 29. Na yeye pia ndo alikuwa tangu Magufuli anakufa, mtu wa kwanza ambaye alikuwa hataki Rais Samia apishwe ni mmoja wapo, alikuwa miongoni mwa wale watu wale, wengine sitaki kuwataja, nadhani nikisema hivi mnajua, hata wale wajiuzulu kwenye nafasi kubwa zile, miongoni mwa wale naye alikuwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mimi nataka niseme tu kwamba Watanzania wanataka kufahamu kwamba tukio la Oktoba 29 limekaa kisiasa sana. Yaani halina uhalisia kama watu wanavyodhani kwamba pengine labda eti sijui Samia alitaka sijui kujipitisha kwenye urais kwa hiyo akafanya vile makusudi. Hamna kitu kama hicho. Watu walikaa na tamaa zao, na sasa hivi mnaanza hata kuwaona. Wengine wanajitokeza sasa hivi front, wanajitofautisha na rais. Mnaona kwenye mitandao. Sina haja hata kuwataja. Sawa, tumekata hiyo.